Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Na wakati huu tunatazama siasa za Mashariki ya Kati ambapo baraza la mawaziri la usalama la nchini Israel limeidhinisha mpango wa kuiteka Gaza katika Palestina, wamezungumza maafisa wa Israel. Baraza la usalama la Israel limeidhinisha mpango wa kupanua mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Hamas pamoja na kuiteka Gaza na kushikilia maeneo yake yote, kulingana na maafisa hao wa Israel. Kupitia waziri mkuu Benjamin Netanyahu amesema baraza la mawaziri limeamua operesheni kali ya kuharibu Hamas na kuokoa mateka wake ambao wamesalia waliokuwa chini ya mamlaka ya Hamas, na kwamba wakazi milioni 2.1 wa Gaza watahamishwa kwa nguvu ili kuwalinda. Hawakusema ni eneo gani ambalo litanyakuliwa na wanajeshi, lakini kimsingi wamesisitiza kuwa ni eneo lote la ukanda wa Gaza na hawataingia na kutoka. Baraza la mawaziri pia limeidhinisha kimsingi mpango wa kutoa misaada kupitia makampuni ya binafsi ambayo ingemaliza kizuizi cha miezi miwili ambapo Umoja wa Mataifa umesema umesababisha uhaba mkubwa wa chakula. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada yamesema pendekezo hilo litakuwa ni ukiukwaji wa kanuni za msingi za kibinadamu na kwamba hawatatoa ushirikiano. Maafisa wa Hamas wamesema kundi hilo limekataa mashinikizo na usaliti wa Israel. Walipoulizwa kuhusu mpango wa Israel kwa kupanua mashambulizi yao, Rais Donald Trump alirudia ahadi yake na kusema lazima Wapalestina wasaidiwe kupata chakula katika nchi yao. Wakati huo huo, Uingereza imesema haiungi mkono upanuzi wa operesheni za kijeshi za Israel huko Gaza. Hapo awali, Umoja wa Ulaya ulihimiza kujizuia na ikisema ni wasiwasi juu ya maafa zaidi na mateso kwa idadi kubwa ya Wapalestina waliopo katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Hata hivyo, kitendo ambacho Wapalestina wamekikataa ni kuhamishwa kwao katika nchi yao na kupelekwa katika nchi nyingine kama ilivyotangazwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, kupitia shirika la habari la Reuters, aliuambia mkutano mjini Yerusalem siku ya Jumatatu kwamba Israel hatimaye itaukalia ukanda wa Gaza. Israel ilikalia kwa mabavu Gaza katika vita vya Mashariki ya Kati vya mwaka 1967 pamoja na Ukingo wa Magharibi. Kwa upande mmoja iliondoa wanajeshi na walowezi kutoka Gaza mwaka 2005, lakini Umoja wa Mataifa bado unaichukulia Gaza kama eneo linalokaliwa na Israel kwa sababu ilidumisha udhibiti wa mpaka wa pamoja wa Gaza, anga pamoja na ufuo. Katika kikao kifupi baadaye Jumatatu, jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema kampeni iliyopanuliwa itawaondoa Wapalestina wengi huko Gaza, huku mashambulizi ya anga na operesheni nyingine za kijeshi zikiwa zinaendelea. Hata hivyo, wakosoaji wanasema hatua za jeshi zimeshindwa kurudisha mateka 59 waliosalia, hadi 24 kati yao wanaaminika kuwa hai, na wameitaka serikali kufanya makubaliano na Hamas. Jukwaa la mateka na familia zilizotekwa ambazo zinawakilisha jamaa za mateka zimesema mpango huo ni kukiri kwa serikali kwamba ilikuwa ikichagua maeneo juu ya mateka na kwamba hii ni kinyume na matakwa zaidi ya 70% ya watu katika Israel. Mahmoud Mardawi alikariri kuwa kundi hilo lilitaka makubaliano ya kina, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kabisa kwa mapigano na kujiondoa kikamilifu kutoka Gaza, ujenzi wa ukanda wa Gaza na kuachiliwa kwa wafungwa wote kutoka pande zote mbili. Wapalestina kaskazini mwa Gaza waliliambia shirika la habari la BBC kwamba wanapinga vikali kuhamishwa kwa nguvu kuelekea kusini kwa mara nyingine tena, huku kadhaa wakisema afadhali wafe, huku kukiwa na magofu ya nyumba zao. Miongoni mwa raia wa Palestina anasema, mnamo Oktoba mwaka 2023 nilihama pamoja na watoto wangu, binti zangu na wajukuu wangu, takribani watu 60. Huyu ni mkazi wa Gaza City, mzee wa umri wa miaka 76 aliyefahamika kwa jina la Ahmed Shehata, ambaye alieleza hayo. Alisema zaidi, tuliishi katika mazingira magumu katika kile ambacho Israel ilidai kuwa eneo salama kusini. Wakati huu hatutaondoka hata kama Israel itarusha mahema juu ya vichwa vyetu. Mwingine alifahamika kwa jina la Usama Taufik, mwenye umri wa miaka 48, baba wa watoto 5, anasema vitisho vya Israel havitatutisha, tunasalia Gaza. Wanasema wakazi wa ukanda wa Gaza ambao wanalazimishwa kuondoka katika eneo hilo la ukanda wa Gaza kutokana na hali ilivyo katika maeneo hayo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment
kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia kupitia The World News. Tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu.